Simba ishangilie zaidi ya kawaida. Maisha ya magrupe ni maisha stress. Ukiona viombo binatembeaka magrupe, uko mandege moya meupe banita kokonyangi, unapita magrupe, lakini egle. Ukiona bumaswala unakuwa kikundi paka Simba na bangali yako mbali anasema muu wote sitakosta kamoe. Simba anakuwaka Yesu ni Simba. Mitume walimwacha lakini akaafronte Goligota. Ingelikuwa wewe mitume wanakuacha, unaangalia Petro haiko, Marko haiko, unasema Yesu badimi na kufa sasa. Kuko tu siku utakuwaka wewe peke maisha. Ni prepare ukwe fort. Acha ile maombi ya kutuma mahitaji, watumishi munichukulie. Jifunze kuomba. Jifunze kujiombea. Wakristo wachanga wewe wakasema amen. Il faut que je prendre en charge spirituellement. Manabii wa uongo wanatawala. Ukizalia ku maternite Musa Yokebedi, bataua Musa. Wende mpori jizalishe. Maandiko nasema niite nitaitika. Hapana banitie we. Jiombe. Pazia ya hekalu iko. Bienyebi na kushinda. Ita mchungaji wako. Usikisikia kichwa na kuluma, weka mkono wepeki. Baba naongoa hii maganja ya kichwa. Anza mafungo na maombi mpaka usikutane unakuwa moto hata kukitanda. Kuko maombaji hapa hata mkitanda iko show. Ma desert ndeke kitamugusa rabro sakaye. Anaambia haiko vile tulitapiga sente. Unajua Mungu ni mwaminifu sana. Maisha ya kiroho inakuwa butamu wakati wewe peke unajiprendre en charge. Wakati wewe peke unayua soma Biblia, unayua omba, unayua toa sadaka. Hata uingie mu nchi yenye waabudu Yesu, utamwabudu. Unaingia kwa YouTube unasikia predication inakujenga, unafanya ibada mjamaa yako. Siku tunazoishi ni za hatari ambazo ukiwategemea wanaokuja utaregrete. Salimia 5 personnes waambie kuwa nguvu. Au yaeneza 5 personnes. Be strong in the mighty name of Jesus. Alone but very strong. Unajua acha nipatie mfano. C'est bien. Kaka yako akwe na franga ni mzuri. Mama yako akwe na franga ni mzuri. Shangazi yako akwe na franga ni mzuri. Kama wewe hauna azo, ndio maana hata kama baisha kuwa na franc, Mungu na wewe akupe na wewe zako. Leta amen zaidi ya jirani yako. Sema na mimi ndapata. Daudi iko anaongea, kaka yake anamusikia, anamwambia wewe Daudi,
Unataka kukaramusha makondoo hapa? Akaambia kana pardon, niko naongea tu vingine venye hautaelewa. Akahamia kwa mwingine. Bakaenda ambia Sauli, hapa nje tunapata wa kutuuia nani? Aingie. Petit kwe. Kuya. Msema anisaidie na veste. Nipe ile koti hapo. Na hii chemise yake utusa veste. Unaona huyu? Ndio vile alikuwa Daudi. Daudi anafika mbele ya Sauli. Sauli anamwangalia anamwambia, "Balikia na huyu mtoto?" Anasema, "Hapana, habakukia, njoo ule." Mtu asikuneglige. Yesu mwenye iko ndani yako ni mkubwa zaidi ya vitu vyenye viko duniani. Aya. Oh, mtu ashiteteake, ukishitetea kiburi, hapana. Kuko mafasi ya kushitetea. Daudi akaambia mfalme Sauli, "Mzee, msizimie mioyo juu ya huyu kafiri. Ninge mko namwangalia kifua, mimi nishamchungulia. Nishamchungulia ule ni kafiri. Mimi mnaona hapa, maisha ifosa mimi unapiga kifua. Haiko kiburi. Ase mimi mnaona hapa nilikuwa mpori mzee. Niliua simba, niliua dubu. Akukua kamera memipeki. Niko temwe. Kama niliua simba na dubu kisha huyu. Kuna wakati fo ukumbuke venye Mungu ashakutendea. Mpaka unapiga kifua unasema 10 ans passé nilikuwa hospitali. Bali nipatia poison, bali panga baniue. Mungu akaniokoa. Hii magumu ya leo nayo Mungu ataniokoa. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste une assurance. Il faut avoir de bons souvenirs. Biblia inasema, akaambia wewe uliua simba na dubu? Mimi mzee niliua. Kisha huyu mbavu, munipe niende nimalize biashara. Mfalme anaangalia, sasa utamua na nini? Mwasele ndio sasa sijue mimi na kama vita si vyangu. Vita ni vya Bwana. Sauli akasema basi katosha koti. Hii koti ilikuwa sa bouclier. Sasa unaambia kwenye koti shafikia hapa, biatu itafikia wapi? Asa anatembea 2 minutes, sogea. Anaambia mzee, mzee hivi tuko kilo. Deja ile kitu mstrategie ya guerre ni échec. Kama arme inaweza geuka kilo, kama antibale inaweza geuka kilo. Ase mzee, pardon mzee, uniwekee koti. Tunaweza onana na hii makoti après kurudia. Mfano nimwambia wewe unashindwa. Maisha usivale heshima mbele ya kazi. Mimi nakupa shauri. Usivale huduma mbele ya wokovu. Usivale vya kilo na adui angali. Metafsiri nzuri ni hii. Kama Daudi angiwa Goliathi na koti ya Sauli, Sauli nangelisema koti yangu nayo. Mungu akitaka kubariki anafungaka mikono ya watu wasikusaidie. Ili Mungu akubariki sana. Akaenda hana koti, hana chochote, mjareti yake. Kufika mbele maandiko nasema, maandiko yasema akalokota mawe 5. No, maandiko nasema akachagua mawe 5. Usilokote wa rafiki. Chagua. Usilokote ba fiancé. Akachagua, maana yake alikuwa anaangalia hii. Kitu kuna bawani kulokota lokota. Kulokota watumishi mnawatia mkanisa. Ni mtumishi au ni mbwa mwitu? Ushalokota fiancé muka. Frère, sœur, il faut kujua umu alikimbilia naye hapa iko hai. Il faut nichagule. Est-ce que huyu ni wa Yesu
Mtu asikudanganye kama kuoya mkanisa njoo assurance. Bote wenye buko mkanisa 90% ni wagonjwa. No, si ni hospitali. Na Yesu alisema njooni kwangu nyote mnao. Ifasa kujiuliza angali na mzigo au mtu anaweza kuwa hata mkwaya ni mzigo. Jo wewe unaoa tu ase anaimba mzuri kabisa dans Marseille. Kuimba haiko assurance. 90% ya Kristo mkanisa ni wagonjwa. Kuoya sa mudunia ni kuoya mumorgi. Ndio maana huyu mfoko naangalia esko yangali muswin au alishakuwa mumorgi. na wapasteri walifanyia vitu moya nguvu sana. Sasa unafahamu mariage wanaanza kulapisha. Sona kama iko ya mzuri hivi. Baba tulapisha juu ya nini kama ni ya mzuri? Baraka kama unaenda pata shida. Njoo unaanza ukamate ipete. Mimi na wewe mpaka kifo. Na pastor anasema rudilia katika shida. Katika raha. Ikikuwa mdunia ingine siwezi lapa. Njoo mnaoana ina ne 2 ans 3 ans mambo yanakatala. Unakuwa unamwambia mtu nisongee. Jule mwimbaji pale asonge anaimba. Nisongea anaingia nitamwimbia Bwana. Kwa kuwa sasa kama una roho nguvu njoo unavulaka bagi. Parce que ulilokotaka kale katakusaidia. Wewe mwenye uyaoa na uyaolewa, wewe mwenye ungali mubitu ya kucheka na kila mtu utalumia roho. Hata banafunzi ya Yesu akubalokota. Yesu alichagula. Le seul pouvoir que Dieu a donné à l'église, c'est le choix. Que ce soit la vie ou les ténèbres, la lumière ou les ténèbres, nous devons choisir. Yao sigani tabiria se ujo bibi yako. Nafungula macho mimi namwangalia, mimi naambia mtumishi kikombe hiki. Mimi kabisa huyu hapana. Parce que mtu mzima anakuwa na choix yake. Ukitaka oa ni 4 choses. La première des choses, il faut kuangalia aspect physique. Mimi nasema kuangalia nje kwanza. Basta asibadanganye hapa sio angalieni tabia. Bongo. Tabia. Tabia inabadilikaka. Mekichwa. Ona kwanza. Ona kama uzinge iko. Nilisema zamani oa mwanamke mwenye hata mnakorogana naye akipita tu namwambia mimi nakusamea vishie pale. En realite acha nikwambie. Hii tunakuwa tunahubiri hapa kwa madhabahu mingi na kwamba vitu mwa mabongo bongo. Oh Bwana ametuumba. Hatukuumbwa. Mimi niko mwalimu. Mwenye aliumbwa ni Adamu na Eva. Sisi tulizaliwa. Kuumbwa. Sasa kama ulizaliwa, angalia kichwa yako na fiancé yako mtazala nini? Mwanzo angalia mbele wako. Ili awezi ipinga, Biblia peke nasema zaeni na wote ipinga. Unaangalia kichwa yako sakalea bato, ya fiancé usakalea avio, mtazala kalea nini? Jo, mnazala mtoto una 3 mois meko sa komanda. Sura. Baka mnaanza ambiana anakufanana sema. Wewe anafanana tate yako. Aye mtoto wa 3 mois anafanana.
Ambia frère, angalia bie nje. Kisha ona nje, ona wokovu. Nasema nini? Na wokovu. Hata nje kuna takata kama roho inaoza, utakufa na stress. Olewa na mtu wa imani yako. Kuna sabi na bashindaka ukialika Yesu kunyumba, solution inapatikana. Baada ya kuona wokovu, wase mimi wake mtu wa ukabila, nawaambia wazi, Mushi, Mnyarwanda, Murega, si wake vile. Mtu akiokoka kabila haina kazi, na mwenye uko naomba naye njo kabila yako. Mnaiwaka vile mepamwa na wokovu ya sana. Angalia jamaa utenda wea, muulize mama yako anafanya nini. Wewe anachuruza kanyanga, baba yako mchuruzi wa bugoro, mwambie pendo la Mungu Baba, neema ya Yesu. Ifo ingie mjamaa imoko misingi ya kimungu. Alafu angalie kama kapasite ziko sawa za akili. Juko na kwa bafie ya kiana me. Mnaweza kwa mko naongea naye, depuli anza ongea, sio namuuliza, na wewe usiteme ase niseme yangu nini? Wewe muyuwai unaambiliwaka. Weka mkono juu, sema Mungu nipe nguvu ya kuchagua. Hata makanisa usilokote makanisa. Chagua. Akalokota mawe, akachagua mawe. Okay, nibaulize hivi. Kekitaua Goliathi ni mawe ngapi? Mais pourquoi analokota tano? Sema mtu ayuwake. Ya kwanza nisa rate. Mumaisha usiwe kazi moya, yuwa kazi 10. Fanya mekaniki, soma anglais, churuza makala. Hii nisa rate, hii nasaidia. Usifanye priere moya, kwa na provision ya priere. Nani anaeleweka vizuri? Usikuwe na gari moya kutembelea, uko povu. Kama ungali na gari moya, ukilamuka asubuhi pine iliisha, utena nini? Usiishe bila konte, bila provision. Force ya mtu ni provision. Kama ungali munivu ya kupata unakula. Iwapua my brother. Mtu anawekaka pesa, anayua vizuri, naweza pata probleme ya $5,000, $10,000 quelque part kuko. Na kama haujue kuweka, uza vitu ya valeur. Uza kama kiwanja kule Kongo kulitoka, kule Mulenge unajua, unauza mapusi umabata, mtu ayuaki na pusi kuna uziwa. Me kuna mtu hapa valize yake yote ya manguo ni $13. Sasa wewe unaweka nini? Kakamata mawe 5 akachia, akafika mufro. Goliathi bumbafu akaona kapetia se mina balomba mutu munaniletea aseme bona aka ndaka chana mpaka nakapatia ndege za anga. We Petina alikuwa maele, sogea kule. Sogea. Wanafikiri ke ule Daudi alishileta kwa Goliathi hivi. Petina kalamu mbali akasema hii vita hii vita ni ya mshareti. Ukisha kama mtu ni adui wala ni mlozi, usimcheke karibu yako. Muishi mbalimbali. Eske mimi naeleweka? Wao kuna mlozi mnyumba, baba namtakasa, unamtakasa nani? Tosha mlozi. Maandiko nasema usimwache mwanamke. Mungu njoo wa kwanza kumsamaha. Na alikamata shetani saa ni. Kwa watu wengine juu upate amani, il faut distance.
sana maliza kutukana Goliath, Daudi anakamata parole. Mzee, unani mipanga na mikuki, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana. Yule Mungu liye mzarau leo atakuweka mikononi mwangu, nami nitaondoa kichwa chako, na dunia nzima watatambua yuko Mungu katika Israeli. Oh my God. Bafilistini bakasema hii haiko vita ya kona, hii moya hii. Petisa iko nasema kuko Mungu mu Israeli, me iko naangalia majiwe yake kama iko bien. Mumaisha usibakile tu Yesu. Waangalie uko na nini. Baba ataniinua, waangalie diploma. Tuko pamoja. Ombeni mtapewa, tafuteni. Nakamata lijiwa na tia mujareti, anaanza kokota. Mungu ni mwaminifu. Katika imani akageuza Goliath ndege. Tena haiko ndege, kafinzi. Unajua kafinzi? Imani ni kuzarau shida. Mtu wa imani atomwambia iko na shida hata alia. Kitu inaweza kusumbua mtu yake, wengine habana. Wengine biko nayo itakusumbua kwa nini? Na uko wewe peke. Oh, diabete. Wewe unajua kwanza kupata diabete. Zarau Mungu ataiponya haraka sana. Anakokota lijiwa, anakokota. Alikuwa anafunga sura yote Goliath. Kumbe ile jiwe iko na macho yenye Zakaria alisema nikaona jiwe ya macho 7. Ikaenda mpaka kupwende bote ya Goliath. Lijiwe ikafika pa nyundo ya neno la Mungu. Mungu akaishindiria. Ikaingia mservo, ikaingia mservele. Goliath akaunga sawa upako. Piga magoti chini akalala. Maandiko iseme watu wakakimbia. Sana lala. Wafilistini wakaona Musa analala, wakasema naona ni strategy. Wakasema Musa iko na Musa iko na rampeshu auwe kale kabumbafu. Bagrake na Daudi iko na samuro peti asisogele pale. Peti akasema okay, nguvu ya nyoka iko kichwa. Kalikuwa kafupi sana. Kakapanda kukifua ya Goliath. Burefu ikaongezeka. Wafilistini anampandia. Viana itika. Via iko. Simba zarawi. Tena kamata upanga Goliath. Adui yako atamkia moyoni ile shimo. Ile yenye alikuchimbia. Akamata upanga ya Goliath anaichomoa. Akamata shinyo ya Goliath. Peti anaanza kata kichwa. Sali nyangula juu. Wafilistini wakusubiri pendo la Mungu Baba. Neema ya Yesu. Walianza mbio. Waisraeli nao walishuka. Njo Saudi akakuya. Jukazi ya mbweha ni kufika kwenye simba. Je pense wakati yenye Bagraki wanafika pale, anza jivunia Daudi sasa. Tulimwambia ni peti, tulimwambia huyu ndio ananifuata mara. Jamaa yako itajivunia wewe hii mwaka. Amen, iko chini sana. Natangaza kwa mtu mwenye iko hapa tarehe leo. Ulikuja wa mwisho lakini utawatawala waliokutangulia katika jina la Yesu. Sema watashifunia kamie Gabriel.
Sauli akaambia Petit, uko Mungere, Mesai unakuwa general wa armée. Donc Sauli a violé déjà loi ya armée parce que impossible ukuwe general kwanza na ukukuwa capitaine, caporale, munajua bema ajida misi kwa soda. Mais yanesa anzia wapi? Pete karibu ya mwisho njo ba general, ba généraux plutôt. Mais il y a anesa kuwa age avant midi Mungere, après midi anakuwa atuko obligé shipo tuteseke sawa sawa. Kuna mtu mwenye alianzia Kaduru akashuka akaenda pale chini pale kunani Kutepe, akapanda Kangambo, akaenda Ndosho, akazunguruka akaenda kule Ruziba. Kuna mtu mwenye alianzia tu Laboti. Na wewe mwenye uko hapa utaanzia kwenye wengine waliishiaka. Acha ni conclure. Daudi rudia. Bwana kubariki sana. Tushangilie juu ya Daudi. Hii chemise hii. Ule mtoto kuna neema. Chemise ya mshosi inaenea. Nini inafanya Daudi anapata ushindi? Sema etablissement. Wapendwa, siko hapa chini kufurahishe, niko na ufundisho Mungu. Maisha ya kutembea na Mungu ni mtu na Mungu peke yake. Hatuko dunia na hatuko benye watu wanasemaka juu yetu. Tuko kile kenye Mungu anatujua. Ukishainuliwa, dunia inaweza ongea kila kitu. Kuna wakati yenye una besoin ya kukuwa esclave wa reputation, utakuwa na besoin ya kukuwa esclave wa conscience yako. Dunia inasiportaka difficilement elevation ya mwingine. Dunia haipendake uwashinde, dunia haipendake. Kuko tu mwenye anakuchukia, haiko juko mbaya, me unamshinda.